wote wanaofanya tukiweka na vyombo, wote ambao wamekuja kwa ajili ya mafundisho na wakabidhi mbele zako waonekanie kutuze vyema vitakavyo katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Nawasalimu katika jina la Bwana. Jambo. Ninaye samahani ya kipekee kwa kuchelewa. Nimejaribu 71 nilipata tena. Aliposikia, kwa sababu hakuweza kuona, lakini aliweza kusikia ya kuwa kuna mtu ambaye anaitwa Yesu. Na aliposikia ya kuwa ni Yesu mwana wa Daudi anapopita, alimwambia Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Alijua Yesu ni wa Nazareti, lakini aliposikia ya kuwa anapita, akasema Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Lakini watu wakamwambia, kwa sababu hakuwa anatakikana, watu wakamwambia nyamaza. Lakini Bartimayo akazidi kupiga kelele na kusema Yesu mwana wa Daudi nirehemu. Lakini Yesu aliposikia ya kuwa anakatazwa nyamaze, Yesu alisimama. Aliposimama akamwambia njoo. Sasa watu wanamwambia bahati yako ni mema, maana amekuita. Anapoitwa Yesu anamwambia unataka nikufanyie nini? Tuliweza kupata ya kuwa Yesu anaposimama anatupa nafasi ya kuweza kujieleza. Aliuliza Bartimayo, unataka nikufanyie nini? Bartimayo hakuweza kulaumu ya kuwa amekuwa kipofu kwa muda gani, bali aliweza kuambia nataka nione tena. Nilipoona Yesu akamwambia nenda njia zake. Lakini Bartimayo badala ya kwenda njia zake, tunaambiwa alifuata Yesu. Tukapata ombi ama wito ya kwamba je, kilio chako kinafikia Yesu? Tukauliza, je, Mungu anapokupa baraka, je, unapata hiyo nafasi ya kufuata? Tukaweza kupata, je, kilio chako inasikika ama watu wanapokuambia nyamaza unanyamaza? Na hiyo inatuleta katika kini kuu ya siku ya leo, ambayo jinsi ambavyo tunaenda tuliambiwa tuweze kusimama, tuweze kumfuata Yesu. Na leo tuko na hadithi ama kini kuu, siku ya 7, ikiwa siku zimeisha na inaenda mbio sana. Siku ya 7 ikiwa ni kwamba disciple children and all generation to speak for Jesus. Disciple children and all generation to speak for Jesus. Wafanye watoto kuwa wanafunzi na vizazi vyote ili waweze kuzungumzia Yesu. Wafanye watoto wawe wanafunzi wa Yesu na vizazi vyote waweze kumzungumzia Yesu. Tuombe. Baba mwema, katika jina la Yesu, kwa mara nyingine tunakuja mbinguni pako. Umekuwa mwema kwetu, na tunapofungua andiko lako, jidhihirishe katika andiko, na maombi yetu yajibiwe sawa sawa na mapenzi yako katika muda haya ambao tutakuwa hapa. Inuliwe na Baba, zungumze nasi, mtupe sikivu mema hadi tamati, ndio mbele katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tunaenda kuangalia katika kitabu cha Luka. Kitabu ni cha Luka 2:52. Luka 2:52. Biblia inasema yes. And Jesus grew in wisdom and stature Yes. and in favor with God and men. Haleluya. Tunaambiwa Yesu akaishi kwa upande tatu. Jambo la kwanza, Yesu aliweza kuishi akiwa na hekima. Yesu akaweza kuishi, acha tusome kwa Kiswahili ndio tuweze kupata. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo kumpendeza Mungu na wanadamu. Amen. Yesu aliishi katika hekima na kimo na katika hali hii ya kupendeza Mungu na wanadamu. Tunapoambiwa katika hadithi ya siku ya leo ya kwamba tuweze kufanya watoto kuwa wanafunzi na vizazi vyote waweze kuzungumzia Yesu,
lazima tuwape chakula cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Licha ya kuwa watoto hao tumepewa kama zawadi, lazima tuweze, wanapoishi, tunaposhukuru jinsi ambavyo wanaishi, lazima watoto wetu tuweze kuwalisha chakula cha kimbingu ambacho chakula cha kiroho. Lazima tuweze kuwalisha chakula cha kimwili, lazima tuweze kuwapa elimu ya kimbingu, na lazima tuweze kuwapa elimu ya dunia hii, ili wanapoishi waishi katika hekima, katika kimo, na waweze kupendeza Mungu pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na jinsi gani tutaweza kufanya watoto wetu waweze kujua umuhimu wa kumtumikia Kristo? Ni jinsi gani tunaweza kufanya watoto wetu waweze kumfuata Kristo? Watoto wetu wamekuwa kama vizuizi. Watoto wetu wamekuwa Mungu ya pili katika maisha yetu. Watoto wetu wametufanya tukawa wapofu kama Hatimaye. Watoto wetu wametufanya tukawa watumwa. Watoto wetu wametufanya tunatembea tukihesabu mikono. Kwa sababu gani? Ya hali ya kuwalisha watoto wetu. Kwa njia gani? Tunahitaji tuwape chakula bora, tunahitaji tuwape malisho bora, tunahitaji tuweze kuwapeleka katika shule iliyo bora, na tunataka watoto wetu wavae kama wengine. Tunasema fashion. Tunataka tuwavalishe jinsi wa dunia wanavyovalisha. Tumesahau kitu kimoja. Shule tunaweza tukachagua shule iliyo nzuri sana. Vyakula tunaweza tukaamua watoto waweze kula chakula iliyo nzuri sana. Tunaweza tukaamua watoto wetu wavae mavazi yaliyoko katika fashoni, lakini kitu ambacho tunasahau ni kuwafanya watoto wetu kuwa wanafunzi. Ikiwa watoto wetu tutazidi kuwalisha katika hali hiyo, hakika tunapoteza kizazi kijacho. Tunaambiwa katika Biblia kuna watoto wengi ambao waliweza kusimama na kuongea kwa ajili ya Kristo. Nao watoto tunapoangalia, Biblia imesema aliishi katika hekima na kimo na katika hali ya kupendeza Mungu na wanadamu. Na hivyo tunapoangalia katika kitabu cha Marko 10, unapoanzia 13, Biblia inatuambia kisha wengine wakaleta watoto kwa Yesu ili awawekee mkono, lakini wanafunzi waliweza kuwakataa na kuwafukuza. Lakini Yesu aliposikia hayo, alipoona hayo ya kuwa watoto wanazuiliwa, aligeuka na akawa mkali na akasema, acheni watoto wadogo waje kwangu na usiwazuie, maana ufalme wa mbinguni ni ya namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliweza kusaidika na wanafunzi na kuambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa sababu ufalme wa mbinguni ni yao. Kwa sababu gani? Mtoto ni mtu ambaye anatii. Mtoto utakapomwambia jambo atashikilia hiyo. Mtoto utakapomwambia usikule kwa jirani, hata akifa njaa atakula. Kwa sababu gani? Mtoto ni mtu ambaye anatii. Mtoto ukimwambia fulani ni mbaya, itakuwa kwa akili yake na aseme huyo ni mbaya, kwa sababu mwenye alimwambia ni mwenye anamtii. Mtoto, chochote ambacho unaweka katika akili ya mtoto akiwa mdogo, hivyo ndio tunaambiwa hiyo ndiyo atakuwa naye katika maisha. Tunaambiwa mtoto ni kama simu, naye ni simu mpya, unaamua kuweka app, kila aina ya app katika simu yako, iwe ya betting. Ukiweka app ya betting kwa simu, si wewe ndio umeweka, na ukiweka Biblia, si wewe ndio umeweka, ukiamua kuweka kitabu cha nyimbo, ni wewe ndio umeweka. Sasa mtoto ni kama simu ambayo inanunuliwa mpya. Chochote ambacho unaweka katika akili ya mtoto, hiyo ndiyo ataishi nayo. Je, tunapojiangalia tunapata nafasi ya kuweza kuombea watoto wetu? Naangalia mtu mmoja katika Biblia anaitwa Timotheo. Timotheo anaonyesha ama anasimamia watoto wadogo katika Biblia, na anasema aliweza
kusimamia watoto katika kizazi na hata kizazi. Tunaambiwa alikuwa na imani akiwa kijana mdogo, na pia aliweza kulelewa katika ile hali na kimo. Timotheo aliweza kufanywa kuwa mwanafunzi tangu utotoni mwake, na kisha tunaambiwa jinsi alivyoambiwa akiwa utotoni mwake wakati alipozaliwa. Tunapoangalia katika kitabu cha Yeremia 1, Biblia inasema nilikujua 1:7, nilikujua kabla sijakutia katika tumboni mwa mama yako. Kumaanisha Mungu anatujua hata kabla hakuwa ametuweka katika tumbo ya mama yetu, alikuwa ametuchagua. Na basi, je, sisi tunafuata maagizo hayo? Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa pili 3:15 itakuambia kwa Timotheo aliweza kujaa na Roho Mtakatifu japokuwa alikuwa mdogo. Timotheo aliweza kusoma kuhusu Mungu wakati alipokuwa mtoto. Watoto tunapowafundisha kuhusu Mungu wakiwa wadogo, Biblia inatuambia ya kuwa Timotheo yalikuwa watoto wetu wataweza kuongea kuhusu Kristo. Timotheo aliweza kuonyesha ya kuwa watoto wadogo wanaweza kusimamia Kristo. Ikawa imani inapitishwa kupitia kwa mtu fulani, jinsi ambavyo tuliweza kuangalia jana katika kitabu cha Warumi 10 kuanzia 14 na 15, ya kuwa pasipokuwa na wahubiri injili iwezi kaendelea. Na Timotheo aliweza kupitisha imani ambayo alikuwa naye kupitia kwa kizazi hadi kizazi. Na hii tunapata wapi? Tunapata ya kuwa nyanyake Timotheo alikuwa anaitwa Lois, mamake Timotheo alikuwa anaitwa Eunice, na hivyo Lois akaweza kupitisha habari njema kwa Eunice, naye Eunice akapitisha habari njema kwa Timotheo. Bwana Yesu asifiwe. Ikawa ni kizazi hadi kizazi. Na sisi tunasema ni kuwa mama yangu alikuwa mkali, haungekaa bila kwenda kanisani, si kweli? Lakini wewe si mtoto amekushinda. Nakwambia dalisi yeni leo, alafu naambia kupumzika tu kabla tutaonana nikirudi. Bwana Yesu asifiwe. Sio ndio tunafanyia watoto. Mtoto unamwambia tutaenda kanisani, hapana, mimi nabaki. Hata wewe unamwambia mami, baki tu. Lakini Timotheo akawa tofauti kidogo. Ya kuwa nyanya yake ambaye alikuwa anaitwa Lois akapitisha habari hii kwa msichana yake ambaye alikuwa anaitwa Eunice, na Eunice akapitisha kwa kijana yake ambaye alikuwa anaitwa Timotheo, na Timotheo akaweza kukomaa katika imani ambayo alikuwa nayo. Tukaonyeshwa vizazi vitatu vikapata ujumbe, na walipopata ujumbe tukapata ya kuwa ilikuwa ni ushuhuda ya kigugu sana ambayo ilikuwa inaonyesha watoto wetu tunaweza kuwaonyesha Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo pia tunaambiwa sio lazima kazi ya ufuasi, sio kazi ya mchungaji tu, bali kazi ya ufuasi inaanza katika nyumbani mwetu. Tunasema charity begins at home. Kazi ya ufuasi inaanza nyumbani mwetu. Pia akasema, show me your parent and I shall know your character. Show me your child and I will know the character of the parent. Unapoangalia mtoto jinsi anavyokaa, ni dhahiri ya kuwa hiyo ndio tabia ya mzazi. Haijalishi ni nani. Sisi wanaume, mtoto akitoka mwenye tabia mbaya tunasema amechukua tabia yake na mama yao. Na akitoka mtoto mzuri tunasema ni huyu ni wetu. Tuko na hiyo tabia. Ati huyu amekuwa mjinga kama nani? Kama watu wa kina mama. Lakini akiwa amerefuka, pengine wewe unasema kama watu wa kina mama yao,
hata kwenu hakuna mtu amefika form 4. Lakini kwa kina mama yao wako university na bado huko tuna hiyo ujasiri ya kuongea vitu kama hiyo. Shetani ashinde. Tukue na collective responsibility. Kama ni mbaya, sema mtoto wetu tunamwonyesha Kristo. Naye Kristo arehebu huyu mtoto. Tunapomwombea na kumwonya, mtoto atakuwa sawa. Na hivyo unaambiwa ya kuwa lazima tuweze kufanya watoto wetu jinsi walivyokuwa wadogo, lazima waweze kujua kuhusu Kristo. Wazungumze kuhusu Kristo na wazungumzie Yesu. Zaidi waweze kuongoza wengine kama mfano. Watoto wa Kristo waweze kuongoza wengine kama mfano. Na pia lazima tuweze kuwajenga kiimani. Na kuwajenga kiimani, tunaambiwa ya kuwa Paulo aliweza kujenga Timotheo. Alimjenga kiimani wakati alipokuwa kijana, akamjenga. Na Timotheo akaandikia wengine, na Timotheo akafundisha wengine mpaka kizazi ambacho tuko nayo. Maisha yetu kama Wakristo inafaa kuwe namna gani katika maisha ya Timotheo? Jambo la kwanza, watoto wanaweza kujua Mungu na kuongea kuhusu Yesu katika umri yao ya uchache ama ya udogo. Usiseme mtoto hawezi akafanya. Kuna wakati watoto wetu wanafanya vituko nje. Unapoletewa ripoti kama mtu ambaye anasimamia mtoto, unasema mtoto wangu hawezi. Lakini pengine mtoto wangu hawezi wakati ambapo uko naye, lakini huko nje haujui tabia ya mtoto. Mtoto wangu hawezi kufanya hivyo, tunakuwa na tabia kama hiyo. Kwa hivyo tunaambiwa watoto wanaweza wakamjua Yesu katika umri mdogo na waweze kuzungumzia Yesu katika umri. Na wazazi pamoja na wazazi wetu lazima wawe wameshikilia mahali katika maisha ya watoto wao. Tunapoacha ya kuwa wamekuwa wakubwa ni mkubwa kwako, amekuwa mkubwa sawa kwako. Mtoto wako hakuna siku atakuwa mkubwa kwako. Lazima uweze kumwelekeza katika njia ya haki na kweli. Natumai miongoni mwetu kuna wazazi wetu ambao ukienda kwao sahihi, anakuketisha chini na anakuambia kaa, na anakuambia mwelekeo ni huu, kama utaki ama, na amemaliza. Ikiwa bora tu unaelekeza mtoto katika njia ya Ukristo, usione haya. Na usione ya kuwa nikifanya hivi nitakosea mtoto. Tunaambiwa parents and grandparents have a role to play. Then another point is that youth should not be silent because of the age. Youth should not be silent because of the age. Katika kanisa lazima tuweze kuwahusisha vijana wetu katika hali ya kuongea, kufunza, ikiwa wako na talanta hiyo, nao waweze kufanya jambo katika kanisa na hata shuleni. Na pia lazima waweze kufunzwa jinsi ya kuishi katika kizazi hadi kizazi. Na hivyo tunaambiwa hakuna mtoto ambaye ni mdogo sana, ama mtu ambaye ni mkubwa sana kuzungumzia Kristo. Kuna vitu ambavyo lazima tuweze kujua. Watoto hawa tunapowaweka katika hali ya Kristo, tutaweza kuwaelekeza katika ukweli. Na tunapowaita dadii, mami, and whatever, ni sawa kuita mtoto mami, ni sawa kuita mtoto dadii, lakini hiyo dadi yako na mami yako unamwelekeza katika njia ya Kristo. Unajijengea nyumba ambayo utaishi baada ya nguvu yako kuisha. Na hivyo tunaenda kupata nafasi kwa ajili ya maombi. Katika kikundi yetu tuliweza kutengeneza vikundi hapo Jumapili,
na ikiwa your partner yuko pia utapata mwingine, tuweze kuendelea katika maombi, tuweze kuweka watoto wetu hao katika maombi, tuweze kufikiria mahali ambapo tunaenda sawa katika maombi kwa ajili ya watoto wetu, tuweze kutubu kwa kuwa watoto hawa tumewapea kipao mbele katika maishani mwetu na tujakumbuka Mungu. Ndio upofu ambayo tuko nayo ya kuwa watoto wetu wamechukua sehemu kubwa katika maisha. Je, tunapojiangalia kuna kitu ambayo inafaa tufanye? Ndio, kuna kitu ambayo inafaa tufanye. Tuweze kujigawa katika vikundi vyetu, watu wawili, kisha tuweze kuomba kwa ajili ya watoto na tuweze kuomba msamaha kwake Mwenyezi Mungu kwa kuwa tunapatesha watoto. Nitembee nawe Mungu alivyotembea mkono wangu ushike, unene nami kwa pole, ingawa njia sioni, Yesu